Bila shaka karibu katika sehemu ile ambayo kila wiki tunaipigia mbizi kudadavua masuala mbalimbali ambayo yanajiri humu nchini na vile vile katika mataifa mbalimbali. Tumekuandalia mengi asubuhi hii, miongoni mwa zile taarifa ambazo tutakuwa tukizijadili katika kipindi chetu pendwa cha matukio ya wiki, kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri na je, yatakuwa na athari gani katika siku za usoni. Tutakuwa tukijadili masuala yanayofungamana na Boniface Mwangi kuzuiliwa katika nchi ya Tanzania. Baadaye pia tutaangalia Orwoba timuliwa rasmi Seneti. Kwa nini? Mbona kikango chake kilimkaanga? Alijikaanga mwenyewe na mafuta yake ama ilikuwa tu ni njama ya chama chake mwenyewe cha UDA kumbandua katika bunge hilo la Seneti kama seneta maalum? Baadaye tutaangalia vyeti gushi serikalini. Kwa nini kumekuwa na ongezeko la vyeti gushi serikalini? Kwa nini kila mmoja anahitaji kutafuta cheti gushi ili ndio aweze kufikia vyeo na kupata ajira katika serikali? Na baadaye tutaangalia kamata ya serikali ambayo iliweza kumwangukia George Natembeya na Peter Salasya, wakijipata kizimbani kujibu mashtaka mbalimbali, mashtaka ya uchochezi na ubadhirifu wa mali na wizi wa mali ya umma. Je, mashtaka haya yalikuwa na uhalali ama ni miongoni mwa mbinu za serikali kubinya na kuwanyamazisha wale ambao wanaonekana kuwa wakosoaji wake, ama ilikuwa ni halali kwa serikali kuweza kuwashtaki hawa wawili ama na wale wengineo ambao wamekuwa wakiandamwa na mashtaka mbalimbali? Wengine tumeona wakisema NCIC haijakuwa ikitekeleza kazi yake vile inavyofaa, inatumika na serikali iliyo mamlakani. Si hii tu, hata zilizokuwa nyuma ikitumika kuwakandamiza wale ambao wanaonekana hawazungumzi lugha ya serikali. Hayo yote tutakuwa tukisikia kutoka kwa wataalamu ambao wako studioni kutufahamisha kwa kina. Ninaye Winnie Majani ambaye ni mwanasiasa na vile vile mchanganuzi wa siasa, na Gibson Gisore ambaye ni mwanasheria. Karibuni sana studioni. Nianze naye Winnie, tuanze taifa jirani la Tanzania. Katika yale tuliyaona wiki hii, wanaharakati mawakili walikatazwa kuingia katika taifa lile. Waliopenya wakakamatwa, wakazuiliwa kwa takriban siku 4. Tumewaona wakitoka kule wakiwa wamedhoofika, miguu imefura, wakilalamika unyanyasaji mkubwa kutoka katika taifa la Tanzania. Swali wengi wanalojiuliza ni je, raia wa Kenya wana uhuru gani kule Tanzania, kama wanaharakati, kama mawakili? Asante sana Suleiman. Kwanza kabisa, ilikuwa ni kosa kubwa kwa rais wa Tanzania Mama Suluhu kufanya kitu kama hiyo na administration yake, kwa sababu ukiangalia mtu kama Boniface Mwangi, Boniface ni mwanaharakati, ni mtu anataka kutetea haki ya kijamii, ni tumemtambua kama ni activist, na ningechukulia kina Boniface na huyo Agatha wa Uganda, lakini wacha tuangalie Boniface kwa sababu huo ndio Mkenya alishikwa kule. Kama wangeenda na wafanye kitu kama disturbance, kama wangeenda lete kitu kama fujo, lakini hawa ni activists ama wanaharakati wenye wameenda kuona huyu opposition leader ambaye anaitwa Tundu, wameenda tu kuangalia kama haki zake za kibinadamu zinatekelezwa kwa amani. Sidhani ni vizuri sana ama ni vizuri kuchukua hatua yenye Tanzania ilichukua, kuwafurusha, kuwachapa, kutupa Boni kule Ukunda airstrip, hajijui, ungedhani ni terrorist. Na ukiangalia Boni si a new face kwa hii social justice ama haki ya kijamii spaces. Boni alikuwa tu pale kuona haki za Tundu amekuwa judged accordingly, ametekeleza haki yake kama citizen wa Tanzania. Kwa hivyo to me, Suluhu alikuwa extremist na kuita Wakenya vinyangarika. Unajua kuna lugha zingine juzi nimeona Trump na Ramaphosa pale Oval Office. Na ukiona vile Trump alikuwa anatetea watu wake, anything white farmers. Na Afrika, hiyo ni kitu sioni Afrika sana. Unajua nikiangalia passport yangu kama Winnie Majani, unaona ni East Africa, ni blue. So unashangaa kama Tanzania Winnie Majani haiwezi kuwa na uhuru, je, Singapore? So vitu kama hizo ndio zinafanya pia hata AU
sorry, nimeenda sawa, inaruhusiwa. Nimeenda kwa upana, lakini unaona msingi wa hata kando na AU inatuweka wapi kama EAC? Ndio. Asante sana. Umesema kitu ya maana. Uliona kuna siku pia tulikuwa na shida na Museveni katika hii complex question ya Migingo. Museveni akatuita majina kama wana Kenya. Ndio hii Madam Suluhu amekuja amegandamiza mharakati wetu katika mwenye anaitwa Boni Mwangi. So EAC inafai kuwa honest with itself. Tuangalie kuna uhuru gani, ni EAC kwa karatasi ama ni EAC kwa action. Niko na utata kidogo. Na as long as sisi kama wanaafrika kama EAC tunaanza na msingi ndogo kama EAC, ndio tenda kitu kama AU. As long as misingi zetu ni duni kama EAC, huwezi kwa Kenya hezi tu kwa free iende Uganda ama iende Tanzania. Kuangalia hapa ni jirani, ni dada yetu. Unaangalia tu Tundu anaendeleaje, kwa sababu pia hapa Kenya kuna upinzani. Na mtu wa upinzani anaweza toka Tanzania ama Uganda kuja kuona upinzani ya Kenya. It's allowed kikatiba. Gibson, tunaweza kanyaga wapi hatuwezi kanyaga? Tunaweza zungumzia kipi tukiwa Tanzania, kama mimi raia wa Kenya nikifika Tanzania leo? Asante sana Yeri kwa kutualika katika kikao hiki. Karibu sana. Yangu ni masikitiko makubwa kwa sababu kuna jumuiya ambayo inaita Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii jumuiya kwamba kufikia sasa naona ni kama ni jumuiya ambayo iko kwa karatasi tu, bali zile haki ambayo inafaa kupea wananchi hazipo. Ukikompea na ile mwenzetu amesema hapa na ile ya EU, European Union. European Union iko na uhuru mwingi sana na watu wanaweza kutembea, unaweza kukua na ile visa, hata Schengen visa ambayo unaweza kutembea pale. Uhuru kama wewe unaweza tafuta kazi popote na unaweza kusema kitu chochote ambacho kinakukandamiza. Kana kwamba kuna ile European Court of Justice ambayo iko pale Strasbourg, ambayo kidogo kama umehujumiwa kama mwana EU unaweza kuenda pale kuweka kesi yako. Kukompea na hii yetu ya East Africa, tunaweza kuona kwamba hiyo ni mambo ambayo ni ndoto ya mchana, kwa sababu iwapo kama kuna wanaharakati wanaweza kuenda kuattend ile proceedings za koti, kuattend peke yake, na wanaweza kufurushwa kama terrorists, actually na kuambiwa na utofu wa nidhamu. Ndio maana tunasema kwamba tunafaa to pull up our socks. Tunafaa kukuwa na some basic minimums, zile ambazo tunaweza kuidentify kama East Africa, ili tuweze kujielewa kama wana East Africa. Wana East Africa ni watu ambao kidogo ni jamii moja. Ndiyo. Kwa sababu ukiangalia wale Wateso wengi wako Uganda. Ukiangalia wale Wamasai kama Arusha, kutoka pande ya Kenya mpaka pale Arusha wamejaa. Na jamii zingine mingi. Iwapo tutaanza kutengana baina yetu sisi kwa sisi, kwa hii mipaka ambayo iliwekwa na mkoloni, tutakuwa tumejifanyia, hatujajitendea haki. Langu ni kuhimiza kwamba lile taifa la Tanzania liweze kukua huru, liweze kufungua space ya human rights, liweze kukua na katiba. Na naelewa kwamba ile wanashikilia sana ni ile constitution yao, ambayo ni ile independence constitution, ile ya Lancaster ya zamani hawajabadilisha. Lakini wakibadilisha inaweza kuwa muhimu sana. Tumekuwa tukililia sovereignty, uhuru. Mwenyewe Mtanzania atasema uhuru wa Tanzania. Kwa nini sisi tuingilie uhuru wa taifa lao? Tuna haki gani kuingililia masuala yao ya kisiasa? Hakuna yule ameingilia uhuru wao, bali ni kusimama kidete na wenzetu. Tumesema sisi ni watu wa jamii moja. Hata East Africa, katika kisheria tuko na East African Law Society. East African Law Society, kila wanachama wanaweza kukuwa na mtu ambaye anaweza kusimamia ile East African Laws. Sasa inasimamiwa na Mkenya, bali ilikuwa inasimamiwa na Mrwandisi kabla ya Mkenya kuingia. So kama mawakili tuko na hata ile licensing. Uliona Martha Karua akienda pale Uganda, ngao alijaribu kusita kidogo, walimpea kwa sababu ni haki na ni sheria. So mambo ya huru na haki na kuongea masuala ambayo yanahusu ubinadamu,
ni kitu ambayo inafaa kuwa msingi katika organization yoyote. Hii ya East Africa kidogo nimeanza kuona kwamba kuna ufifu kidogo ambao kidogo itaweza kuleta shida, kwa sababu kama masuala ya movement kidogo imeanza kukandamizwa, kutaweza kukuwa na shida, kwa sababu kuna Wakenya wengi sasa ukiwaambia waende Tanzania hawezi enda. Uwaambie waende wafanye biashara pale watakuwa na ugumu fulani. Kwa sababu hawaelewi wanaweza shikwa wakati wowote, wanaweza kuwa deported wakati wowote. Kwa sababu hakuna haja uende kuweka pesa zako mahali ambapo ziko uncertain, ama unaweza kushikwa ukanyang'anywa za hela zako. So ni muhimu kama East Africa tuweze kukuwa na basic minimums, especially on human rights and travel. Ndipo hata ile East African passport tumesema ni East Africa. Sasa kama ni East Africa na naweza kufurushwa kutoka kwa taifa ambalo kimsingi inafaa kuwa hiyo passport inafaa kunitambua, kidogo hata internationally inaonesha picha mbaya. Manake kipengee cha kwanza cha cheti hicho cha usafiri kinazungumzia utambuzi wa yoyote mwenye kushikililia ama kumiliki cheti hicho, lakini wewe una cheti cha usafiri cha Afrika Mashariki, lakini uko katika taifa la Afrika Mashariki na unahujumiwa. Ni ruhusu pia niongelea ile conduct ya Kenyan government. Conduct ya Kenyan government pia nayo nimeona kidogo ni kama ina support yale maneno. Kwa sababu ukiona wale wanasiasa ile matamshi wanatoa kidogo inashtua kidogo. Tulikuwa tuna expect kwamba wakuu wamesimama kidete kusema kwamba mwezi kuwafanyia wananchi wetu hivi. Waweza kurudishwa. Na hii mambo haijaanza ni kurudisha nyuma. Kuna wakati ambao Idi Amin alikuwa pale Uganda na rais alikuwa Kenya, alikuwa Kenyatta, the first Kenyatta. Na Daily Nation ikaweza kukua attacked. Ile space ile Daily Nation originally from Kenya but ikaweza kufungwa pale. Kenyatta aliweza kusema kufunga kituo cha I think Uganda wanaita Daily Monitor ama kuna kile kitengo chao. Ni kama kusumbua wa Kenya. Ni kama kumaanisha kwamba investment yetu haifai. Na Idi Amin hata kama alikuwa mtu ambaye hakuwa anaheshimu sheria aliweza kukifungua. Kwa sababu rais jirani ameweza kuongelea hayo maneno. Kenya tunaweza kuona wale kwanza wengine wanasema hao ni terrorists wanaenda kusumbua. Kidogo haisaidii. Winnie amezungumzia nukta moja nzuri. Hatukuona Kenya ikijitokeza waziwazi kuzungumzia masuala haya, wala kusema kuikashifu Tanzania kwa kuwakamata wa Kenya. Tulimwona waziri wa mambo ya nje jana akisema tu ameachiliwa na hatuambia ameachiliwa yuko wapi. Una imani na serikali yetu katika sera yake ya kigeni kweli? Kenya vile mimi husema mara mingi, shida ni we are far from being patriotic. Hii ni kasumba imetufanya hatujielewi kama wana Kenya. Hata si leaders pekee, even amongst ourselves. Kwa sababu hata hii mambo ya Tanzania, kuna hii Vienna Convention on Consular Relations. Inasema kama kuna kina Martha Karua, kina mawakili na wanaharakati walienda kuona Boniface Mwangi na company, hakuna kutoruhusiwa, haiku make sense kwa sababu kuna already kuna hiyo agreement. Na viongozi wetu kutokuja in full swing, si viongozi pekee, hata sisi wa Kenya. Nakumbuka vile Raila Odinga alitaka kuwa AU chairperson. Wow. Hii yote tu ni kuambia hata si viongozi pekee. Though viongozi wako na platform na unajua kwa legit spaces. Inafaa wa lead alafu Kenya zingine ordinary mwananchi afollow. Kwa hivyo kitu inasumbua Kenya sana sana ni lack of patriotism. Mimi ni mmoja wao. Vile nilikuwa nasikia loyalty pledge nikiwa lower primary school. Can you start there? Can we just start there? Can we basics? Kwa sababu kama tuko patriotic, mtu akishaenda ashikwe mahali, mtu mwenye ako mrengo, tuseme mtu ako mrengo wengine. Mimi kama Winnie Majani kwa mfano, tuseme niko ODM ama Wiper ama UDA. Na mwenzangu mwenye ameshikwa ni Wakanu. Inafaa tutoke from that simplistic shell, uangalie mtu kwanza kama Mkenya. Kama ni kiongozi ama leader,
pata na nafasi ya kuongelea jambo kama hili lenye limetendeka kule Tanzania, you approach it from an objective form of view, patriotic. Kwa sababu wacha nirudie tena, nchi kama Amerika ni America number one. Ni America number one. Haitataka kujua wewe ni Republican ama wewe ni Democrat ama wewe ni Independent. Kwa hivyo pia kama viongozi nafaa tuwajibike ili wenye wanatufuata chini waone chenye tunasimamia. Nili expect hata wa Kenya, nilikuwa naona kwa mtandao katika Facebook, WhatsApp political groups, watu wakikashifu wengine. Kama naona Boni ana kidogo tetea chama yangu, nasema Boni yako sawa. Na kama naona mimi niko sijui serikali, whatever that means, sijoni kama Mkenya. Lakini Winnie, unatarajia nini kutoka kwa taifa ambalo lilimshika Kizza Besigye likamruhusu aweze kukamatwa hapa na kurejeshwa Uganda, na alikuwa tu amekuja kama mgeni wa Martha Karua, akashikwa hapa mzega akarejeshwa Uganda? Unatarajia taifa hili ndio liweze kusimama kwa madhila ambayo alikuwa anapitia Boni? We can't resign to fate. Naweza kuambia watu uteleza. Kama president aliamka siku moja ama administration yake ikafanya kitu kama hiyo, ni sisi kusimama na kusema no. Hatuwezi tu sema Kenya ni failed, hata sisi failed state. Inafaa human rights fundamental, hiyo ni kikatiba, kukue tu na uhuru. Kwa sababu mtu kama hawa activists ama hawa opinion shapers, global, wakikuja Kenya alafu wakamatio kwa space ya Kenya, haisend signal mzuri. Nakumbuka hata wakati wa AU campaigns, hiyo kitu iliongelelewa, hata vile jambo ya Congo, Rwanda hiyo conflict. Nakumbuka somehow watu walikuwa nasema kuna vile ili affect the decision at the end of the day. So as Kenya, honestly, ukiangalia East Africa, Kenya ni the bread basket, even Africa as a whole. Ukisema Kenya, ukiangalia mambo na GDP, Kenya si any other country kama Sudan, South Sudan. Inafaa we up our game. Na mi usema mara mingi, shida ya Kenya ni political goodwill. We politicize everything, kila kitu. Kitu kama hii ya Besigye, kama Martha Karua angekuwa Azimio na sasa angekuwa katika hiyo handshake, au angeguza Besigye. Tuna politicize kila kitu. Na as far as international lenses is concerned, inafaa tubadilike. Na inaanza na leadership, kwa sababu leadership ndio kuna structures, leadership ndio kuna written policies, leadership ndio kuna hata constitution. Unajua raia, you can only do so much. Kwa hivyo Kenya generally hapo kidogo kwa human rights. At the same time, wacha pia tuseme, hata kama tunaangalia human rights, even as Kenyans, ordinary mwananchi, inafaa viongozi pia wakue responsible, wajibike. Hii matamshi tu holela la kuamka leo unasema, unaamka tu leo na kusema for example, semi ina happen, unaamka tu na kusema Martha Karua is a pig. Unajua kitu kama hiyo pia hapo Kenya si watu tumejiangusha. Kuna kitu inaitwa nidhamu. Even as we condition. Kwa hivyo unaungana na Suluhu, hatuna nidhamu? Hapana, Suluhu siko naye kabisa, hata kama ni mama mwenzangu pale. Hapana, hapo alituangusha. Gibson, taifa la Kenya nidhamu hatuna ama demokrasia yetu imekomaa? Demokrasia yetu iko mbele, huwezi compare na ile ya Uganda, huwezi compare na ile ya Tanzania. Ni kueleze kwamba ile constitution ya Uganda ilisinduliwa mnamo 1995. Na ile constitution haina difference yote na hii ya Kenya. So kuna ile haiba wa Kenya wako nayo, kuna ile fighting spirit wa Kenya wako nayo to seek their space, their political space ama democratic space na human rights. Hizi taifa zingine hazijaweza kufanya hivyo. Ukiangalia ndio maana, kwa sababu Uganda ilikuwa na hiyo constitution, ndio maana iliweza kuallow Martha Karua kupata kile cheti cha kupractice ama kwa pia kumtetea yule Kizza Besigye. Tanzania hamna. Hauwezi kwenda ukapewa kile cheti, hata kama kwa zile sheria za East Africa ni baadhi ya requirements kwamba unaweza kwenda ukapractice pale. So kuna hiyo limitation, hawajaweza ku open up space to that level. Rwanda unaweza ukaenda ukapewa kibali ukaenda kupractice kama wakili, na pia Mrwandisa anaweza kuja Kenya akapewa. But Tanzania huo imejifunga.
So kuna ile uhuru imeweza kukandamizwa, na Tanzania inaweza kufanya vitu namna fulani ni kama wao si wana East Africa. Wanaweza kufanya yale wanapenda na yale hawapendelei wanaweza kuachana. Na hiyo inaleta sura mbaya katika ile progress ya jumuiya, na ndio maana tunasema kwamba this is happening at the right time, ili tuweze kuhave a discussion how we proceeding, kwa sababu ikiwa kama mko kwa kikundi na mtu mmoja anafuta nyuma, heri atoke ama heri ambiwe ajikokote aweze kufanya yale wengine wanafanya, ndio jumuiya iweze kuendelea. Unadhani tutafikia maazimio ya jumuiya yale yalolengwa na Julius Kabarage Nyerere, yalolengwa na Milton Obote, yalolengwa na Jomo Kenyatta na muendelezi pia Daniel Arap Moi na kina Mkapa? Sio rahisi Yeri, sio rahisi, kwa sababu yale maazimio walikuwa nao pia wao wenyewe iliweza kusambaratika kwa mikono yao kwa sababu ya zile advices zilikuwa zinapeana. Na jumuiya iliweza kubreak, but baadaye wakakuja kurealize kwamba hii jumuiya ilikuwa inatusaidia. Na ndiposa tunafaa kama sisi wana jumuiya tuweze kuwa katika kipaumbele kutetea haki za kibinadamu, zile za kimsingi, tuweze kutetea zile haki ambazo ziko recognized katika international treaties, kwa sababu bila international treaties hamwezi kuongelea jumuiya. Ile jumuiya pia iweze kukaa chini na kukubali ama kucraft zile sheria ambazo kidogo zitaweza kutetea huru wa kufanya biashara, huru wa kutafuta ajira, huru wa kuongea yale mtu ambaye kama kuna mtu ambaye ameongea mambo imezidi, aweze kukua processed kisheria. Sasa ikiwa kwamba kama mtu anaweza ongea na aweze kufungiwa na aweze kuchapwa, kidogo hiyo ni kurudisha ile haiba ama ile matumaini ambayo watu wako nao katika jumuiya. Watanzania ni ndugu zetu. Ile serikali waliopo nayo ni serikali ya muda tu, kwa sababu serikali nyingine itakuja, but Watanzania watabaki ndugu zetu. So tuna haki ya kuwakomboa kutoka ukoloni wa ile serikali ambayo wako nayo. Wanasema sura ya jumuiya ni urafiki na malengo ya marais. Nyinyi wananchi mtajua wenyewe. Winnie, kama mimi Rais Ruto anasikizana na Suluhu, Rais anasikizana na Museveni, jumuiya inaendelea kwa sababu ya urafiki wao, lakini si ati malengo halisi ya ile jumuiya. Hapo ndio shida. Aya, tugeuze anga. Vyeti gushi vimeonekana kuongezeka katika wafanyikazi wa umma wakitafuta vyeti gushi, kutafuta ajira mbalimbali, kupanda vyeo. Kwa nini taifa la Kenya limekuwa na ongezeko la vyeti gushi, Winnie? Kwa nini wafanyikazi wa umma wanatafuta vyeti hivi? Angalau kupanda cheo uwe supervisor wa department moja ya procurement. Hii swali ilinikasirisha sana kama mwana Kenya, kwa sababu sisi ukiangalia kwa at continent level unapata Kenya inasemekana kuwa nchi ambayo iko na wasomi wengi zaidi. Niliona ilikuwa juzi ama juzi watu karibu 3,000 walipatikana kuwa na fake degrees ama vyeti bandia, sawa, fake degrees. Na hiyo ni kwa public service, na hii ni jambo ya kusitikisha sana, kwa sababu kuna watu wengi wanaweza kutaka kuwa kwa hizo spaces, lakini ni connections hawana. Lakini hapo pia nalaumu institutions zetu ama taasisi. Inafaa kitu kama NEC ikuwe multi-sectoral approach. Kuna hii ya authenticate kama certificates ni sawa, inaitwa Kenya National Qualification Authority. So inafaa hizo kukuwe na wakati yenye hizo zinaweza merge ili kuona gani ni fake, gani si fake. Na utaangalia in most cases ni kwa sababu tu ya digitally tuko nyuma kama Kenya. Kila kitu ni bureaucracy. Ndio usijui uende juzi hata ukitaka kusimama ama any public service appointment, kuna integrity center, unaenda chapter 6. Kuna mahali pa vyeti kama uko na academic papers. Kwa hivyo mimi ushangaa wakati unapeleka hapo academic papers, whether masters, doctoral degree ama certificate,
sijui ukishapeleka kwa hiyo Integrity Center chapter 6 hiyo form, sijui hizo upelekwa wapi. Nilishangaa sana kwa sababu hapo ndio inafaa wachukue waende authenticate na NEC na hiyo qualification authority, hiyo inaitwa NAC Kenya National KNQA. Qualification, yeah, KNQA. Kwa hivyo I think from my side ni complacency. Inafaa watu, institutions, taasisi zikuwe zinajua ni nini inafaa zifanye. Ukiangalia our public service, hata tu toka hapa enda mahali kama NSSF ama any public service office, utaona alafu uende versus corporate world, kuna ni darkness na lightness. Unaona watu hawachukuli vitu seriously, yani mode, even just the professional language haiko. Kwa hivyo inafaa kama Kenya unapata mtu na toothpick, Suleiman, wewe unataka kusaviwa, unapata mtu na toothpick anaongea kuhusu maid nyumbani. You know, that's not professional. Na vitu tunaanzia hapo, tuanze vitu. Ndio maana wanasema imedunisha hata utendakazi. Imedunisha. That's why unapata sometimes minister anasimama anasema kitu ingine unashangaa, haya alikuwa vetted. Hiyo kitu inaitwa ustadi, competence. Wacha tukue competent and it can be done. Nakumbuka serikali ya Kibaki, NAC. I remember kulikuwa ndio watu wengine walikuwa nasema Kibaki ni mkabila, kila sijui ni Mkikuyu something wa Kikuyu, lakini competence ni very very important. Na remember, mtu akishachukua hiyo ofisi kuna watu wengine anawezaita, na when you lack competence in an office ina trickle down mpaka huko chini mashinani, kwa sababu it affect counties, it affect even single constituencies, kwa sababu tunakaa kwa ugatuzi, devolved governance. Kwa hivyo my wish would be Kenya ikuwe serious. Kama mtu anakuwa hired, okay, connection si mbaya, mi usema connection si mbaya, lakini merit Suleiman. Niko mahali kama Winnie, mimi CEO kule Kenya Powerhouse, alafu nakumbuka Suleiman ni rafiki yangu, alikuwa ananiita KTN kusema matamshi, kupeana opinion, lakini Suleiman ako na nini? Alikuwa na masters in, degree in, qualification in, naita Suleiman based on competence. Kwa kitu utupeleka chini kama nchi ya Kenya ni watu kutotilia manani hii mambo ya competence. Ama unajua mimi kama Winnie nishakuwa nilikuwa benki for 12 years. So huwezi nipeleka mahali kuna medical services, si ati yes I'm literate, I can read, I can write, niko informed, lakini huwezi expect niende kwa docket ya medical services ni perform kama Winnie Majani. Hapo ndio shida ukua. Nasema upelekwe treasury. Kitu kama hiyo. Nisaidie mwenzangu Gisore, tatizo liko wapi? Je, wakati manake Mwai Kibaki akiingia alipandisha kwamba kila kitu lazima uwe na degree. Je, kupandisha hadhi ya elimu kuwa katika degree imeongeza masuala haya? Kwa sababu wakati ule walikuwa wanaangalia tu ukiwa na miaka 12 umeketi katika ngazi fulani uko unaruhusiwa kupanda, lakini sasa hizi huwezi panda kama huna degree. Shida ni kwamba shida iko kwa Wakenya wenyewe. Mbona nasema hivyo? Wakenya wenyewe sisi ndio tumeweza kuwapigia watu ambao kuna vyeti gushi kukuwa governor. Wengine wamekuwa katika debe kukuwa rais. Wengine wamekuwa ma ministers na wanakuwa vetted mpaka parliament na wanapita. Na mtu mnajua tu huyu, hata shule yenyewe ameleta ile cheti nasema huyu mtu tulimuona mpaka mwaka wa pili. But bado hiyo haijalishi. Hiyo haijalishi. Kuna wengine wamekuwa hata magavana na wanaclaim walisoma ugaibuni, na ugaibuni na passport walikuja kuchukua zile records za passport zinaonyesha walichukua passport kama miaka 10 iliyopita, na hiyo wanasema walikuwa miaka 30 nyuma. So kuna mambo kadha wa kadha kama Wakenya ni ile kutokuwa serious. We need to be serious. Na ndiposa ameweza kuelezea kwamba Rais Kibaki akiwa katika tamu yake aliweza kuinsist kwamba kukuwe na meritocracy. Hii inaanza kutoka juu. Iwapo rais amesimama kidete anasema anataka meritocracy, kazi itafanyika. Na hakuna vile kwanza yeye aanze kuchagua watu ambao wana makaratasi. Na makaratasi ambayo ni ya ukweli, si makaratasi ambayo kidogo imetengenezwa. Hiyo after Kibaki kuondoka tuliweza kuona serikali iliyofuata ya Uhuru Kenyatta ndio ilianza kukubalia
zile makaratasi gushi hata katika ofisi kubwa kubwa. Ndiposa sasa unajua cartels wakaweza kujua kwamba kumbe hii inawezekana. Na ukiwapea ninji they go a mile. Kwa sababu ukiangalia kila mahali kama wakubwa wanafanya, huko chini wataendelea. Kitu cha pili ni kwamba tunafaa kuna sheria ya ethics and leadership and ethics ile ya EACC, na kuna ambapo kama wewe ni mkubwa wa organization umeweza kufanya interviews. Ukifanya hizi interviews ni haki yako ama ni wajibu wako kuensure kwamba kila mtu ambaye umechukua kuna karatasi ambayo ni sahihi. Hiyo hapo utakuwa umechukua mtu na unajua ana hiyo mzigo unafaa kubeba mwenyewe, kwa sababu umeanza kuallow ama kuchezea ile meritocracy, kwa sababu at the end of the day utaweza kufanya kazi vile mwenzangu amesema. Unawapata watu wanaongelea maid wakiwa na toothpick katika ukitaka kutafuta service. So kwa sababu wale wanajua, mkubwa anajua tuna makaratasi na tuko hapa, so hakuna kitu watafanyiwa. So ni muhimu kama Wakenya tuweze kuamua, ama wale wakubwa wa organizations waweze kusukumwa, kuulizwa kwamba kila mtu ambaye umeajiri ana makaratasi, na yule ambaye atapatikana kwamba na lead organization ambayo iko na watu wako na makaratasi aweze pia kushtakiwa na wao. Na tumeweza kuona kesi kadha wa kadha ambazo kidogo kwa zile serious organization mtu akipatikana wanampeleka pale, anakuwa anashtakiwa na anaweza kupewa hukumu yake. But ikiwa kama wewe ndio CEO na unajua huyu mtu umemleta hana makaratasi, umeweza kuchukua clerk akakuwa CFO ndio uweze kufuja zile pesa, ndiposa tunaelekea kwamba tunapata kwamba kuna watu ambao waelewi kazi ambayo wanafanya. Ndio. Ni sawa, hilo naona tutakuwa tushalikamilisha kwa sasa hivi. Tuangazie siasa, ambapo Oroba aliumwa na nyoka yupi? Wacha niliulize hivyo hilo swali. Swali mzuri. Syllabus ya siasa humu Kenya inaenda mbio sana. Ningeweza kusema hiyo ndio nyoka ambaye Oroba. Kwa sababu kidogo Oroba ni mtu ambaye tulidhani ni deep state, ambaye alipewa nomination na chama tawala, na tuliweza kumwona hata rais akimfurahikia na kumshika mashavu, tukasema hapa hiyo ni deep state. Kidogo Matiang'i kaingia pale. Matiang'i kuingia pale karibu kachafua machi. Na yule kuonekana pale akiwa kwamba yeye alikuwa amepewa nomination. Najua ukiwa kama ni mbunge ambaye umepigiwa kura, uko na security of tenure yako ya miaka 5. Ndio. But ikiwa kwamba wewe ni ule ambaye umetunukiwa kiti, lazima ukue unaonekana kwamba unacheza katika mistari fulani. Na yeye kaonekana kwamba alienda akacheza visivyo, ama kucheza nje ya ile makubaliano ambayo kidogo wale wanachama cha UDA walikuwa natarajia aweze kufanya. Sasa ndiposa kwamba Oroba mwenyewe ni mtu kidogo, mtu akona siasa tatanishi. Pale bunge ameweza kufukuzwa sijui mara 2 au mara 1. Bunge alistahili kufukuzwa. Alistahili kufukuzwa. Kwa sababu ni mtu ambaye kidogo anapenda siasa ambayo maji imechafuka na kutest limits. So I think alienda kutest limits pale na ikaweza kupata kwamba amezidi na wakaweza kumngatua. Na ni kumwombea mema, sijui pengine ni mpango yake alikuwa anapangia hivyo. Juu sielewi mbona ukue umetunukiwa kiti na bado unasumbua pale ndani. Pengine ni mpango wake atoke aende kujipanga pale nje kisiasa, ama alikuwa amechoka, ama wale pia waliamua tu kumngatua. Hatuelewi, tunangoja kujua. Nitarudi kwa swali lingine, lakini wacha naye pia alizungumzia aliumwa na yupi, maana yake nataka kurudi baada ya pumziko. Lakini nisikie kauli yako kwanza Winnie. Kwanza wacha nipatie Gloria maua. Gloria sauti ya kike. Maua na amekosa kazi. Ni vizuri, wacha nimpatie maua angali hai na she has a chance. Akona 9 lives. Wacha nimpatie maua yake. I have to acknowledge. Unajua wanawake ukiona kwa mahali, hata na hiyo controversy yake, Gloria anasimamia kitu sauti ya kike. It is very extremely important.
Nikiangalia Gloria na mtu kama Karen Nyamu, nataka kuwa very wacha nikuwe the devil's advocate. Gloria will stand for something. The issue of sanitary towels, issue of women having their voices heard, wacha nimpatie maua. Lakini kisiasa, my sister Gloria, ukishakuwa nominated, ukishateuliwa na chama, ilifaa ajue space yake iko wapi. Inafaa ukuwe tu ni yes. Unajua kuna difference kukuwa elected na selected. Yeye sasa Matiang'i fever ni kama ilimchanganya. Ilifaa angalie, kuna the late Gerald Otieno Kajwang alikuwa anasimama anasema fidelity to the party, loyalty na faithfulness. Hizo vitu ni across the parties. Mimi kama UDA party leader, hata mimi ninge-expel Gloria. Kwa sababu kama nikisha kunominate, ni interest zangu ndio inafaa useme ukifika pale. Lakini yeye kufika mahali na kusema vile, hata ashaanza kusema vile 2027 staki nomination, na anasahau hiyo nomination imempatia hiyo kibali, imempatia space, imempatia platform watu kusema huu ni Iron Lady. Tumeona watu nominated, mtu kama Milly Mabona amekuwa nominated, mtu kama Leisuda amekuwa nominated, and you can see the caliber of women that they are. Leisuda akikuwa kwa committees, Milly saini minority leader. Lakini pia nilikuwa na utata kidogo na hiyo speed yenye, kwa sababu tumeona hapo nyuma, tumeona Aisha Juma Jike alikuwa anajiita Jike Dume Jike ama Aisha Juma akiwa ODM 2019 alipatia ODM a hard time. Tumeona Malala, huyu sasa mwenye DP ni deputy party leader wa Munyoro, Malala akiwa ANC alipatia Musalia Mudavadi a hard time. Deputy party leader wangu Soti Godfrey akiwa ANC alipatia chama a hard time. Na sioni, nikiangalia hao watu versus Gloria, sioni ulisema tembelewa na nyoka. Aliuma. Naweza sema ndiye aliuma na nyoka, kwa sababu ukiangalia hiyo the four parties, utaona Gloria ni kidogo washa gazette, kila kitu ishafanywa, unlike wengine. I was expecting nione party tribunal nini lakini nimeona tu mpaka replacement tushajua. Lakini naweza taka kuambia dadangu, pengine anani watch, ukishakuwa nominated, jua tu kidogo huna nguvu 100%. Nitarudi nije nikuulize, manake hilo swala lingine linaendana na hilo jibu lako. Manake alipoumwa hakujua ama alimezwa na chatu akamezwa mzima. Utakuja kunijibu. Nataka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuyaangazia hayo. Mwambie msaidie hivyo 5 seconds. Who was the first human to go into space? Give me the answer. Elon Musk. Pardon? Elon Musk. A motorcycle? No sound. Calling my husband. Calling the office. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe shinda ndani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Dial *811*920# to get this as your skiza tune. KTN, ndio home. Speak about the other has been curated using newspapers. I see you. Him seeing his grandfather liking reading newspaper, it struck an interest in him. It has taken us a whole year to complete the whole job.
This was once a church. It was moved from where it was and planted here. Somebody saw the value in it and made it into art. Karen Village is a creative innovation hub center. You are a creative nerd, art speaks to you, and you are a history buff. I tell you, this place is for you. As an abstract artist, I am free to allow my mind to be as creative as it wants, to go in whichever direction that it goes without having any boundaries or limitations. Surprisingly, my ideas come from very simple things. It could be anything, very random things. If you notice your child has an artistic talent, support them. If you see, for example, they are scribbling on the wall with charcoal, okay, that is wrong. Don't beat them. Just tell them, don't scribble on the wall, don't scratch the wall. What you do, you tell them that is not right, but you buy for them a drawing book, you buy for them a pencil. Talent knows no color. Talent knows no race. Talent knows no ethnicity. Anybody can enjoy it. Anybody can appreciate it. And it's for all of us to enjoy and appreciate it. Bila shaka karibu tena katika sehemu hii ya mwisho ya majadiliano haya ambapo tutazidi kuangazia mengi na mengine mengi ya siasa. Tuangazie kwa kauli moja moja ya mwisho kuhusiana na masuala ya uroba kabla ya kuingia kuhusu Natembeya na Salasia. Je, Winnie, unadhani Gloria Uroba alifeli kufahamu wakati alipoumwa na nyoka akadhani akajua hii sumu inaingia polepole ni ufunge huu mguu mahali fulani? Ama aliachilia tu ile sumu ipande mpaka kwenye moyo? Gloria aliachilia sumu ipande mpaka kwenye moyo. Kwa sababu vile Matiang'i aliingia na wave kule Kisii. Tuliona hata shida zake zilianza kwa Matiang'i kweli Winnie? Na hiyo sasa ndio aromat. Hiyo ndio msumari wa mwisho alijigongea. Hiyo ndio msumari wa mwisho. Ilianza shida za Gloria tumeziona akiwa Senate from the House, anakuwa expelled, anaandikiwa apology, inafaa some na anasema asomi. Zilianza kitambo, ako na malalamishi mingi kuhusu sexual abuse and it is harassment rather, etc. Lakini sasa I think matamshi kusema kwa government directly, unajua uko kwa government na unasema directly, alafu Matiang'i wave, mimi nitasema kwa sababu mtu kama Arati alikuwa kwa Matiang'i, DPL wa ODM, lakini utaona hakuna kitu Arati mali alijiweka, hakuna mtu anaweza mkashifu. Mtu kama Kibagendi alikuwa pale lakini hakuna mtu anaweza sema Kibagendi ulifanya hivi. Ningependa tu kuambia dadangu, next time soma kuwa na mentor kisiasa. Kuwa na mentor kisiasa. The late Magoha alisema politics has no independence. Kama unapata whole professor, Professor Nyang' Nyong'o anasimama na kusema tibim tialala, who are you? Asome hewa. Alikosa kusoma the mood. Asome kabisa. Akuwe mwanasiasa. Ndio vile nilisema, kumbuka nilianza kupatia Gloria maua. Very important. Huwezi tu sema Gloria ni mbaya na amefail everything. Kuna vitu Gloria amefanya. Na naweza muishia mema hata hiyo Bobasi seat. Ningetaka kuona more women coming on board na kutetea haki za wanawake, the space of the woman, the girl child. Lakini pia akifika pale ajue siasa ni shamba la wanyama, siasa ni hekima, siasa ni Machiavelli the Prince. Asome hizo vitabu zote, atasaidika kama Gloria. Asante. Pengine ni mtetea kidogo kiwa mtoto wa nyumbani. Tunahitaji watu kama Gloria kila mahali kisiasa, kwa sababu ndio wanaweza kutuonesha ule ufundo katika zile chama. Sababu kukikuwa na psychophancy, total psychophancy kwa vyama kama Wakenya sisi ndio tunaweza kupoteza. But kukikuwa na mtu ambaye anasimama kidete na kauli nyingine
kuliko ile kwaya ambayo inaimba yeye anaimba sauti iko nje. Hiyo inaweza kuonesha uwiano, ile space ya kuaccommodate different opinions. Ndio maana tunaongelea Tanzania. Tanzania tunaiongelea kwa sababu inakaa inaimba wimbo ingine kuliko ile wengine wanaimba. Na ndipo sasa tunawaambia, tunawarekebisha kwamba lazima mkue mnafuta pamoja na wengine ili tuweze kukua na jumuiya. Oruoba ni kama Martha Karua. Martha Karua miaka yake ya nyuma alikuwa kama Oruoba. Alikuwa mtu wa washikiki. Nakumbuka kwamba kuna wakati mmoja pale walikuwa wameenda, Rais Moi alikuwa ameenda pale Kirinyaga na alikuwa alikuwa amempea minister mani. Yeye akaweza kuprotest mpaka akatoka katika mkutano, kama mkutano inaendelea na rais amekaa na kila mtu akashangaa. So kuna watu kama wale, na unaweza kuona kwamba ile fighting spirit activism bado iko ndani yake. Na tunahitaji watu kama hao waweze kuongelea maofu wakati yanatendeka katika taifa kila wakati. So kikiwa kila mmoja anaimba pande moja, tutaweza kujipata position ya Tanzania. Tukijipata katika position ya Tanzania, tunajifahamisha na kujifungamanisha na masuala ya Tundu Lissu kukamatwa. Kamata Kenya pia hazijaisha. Ni wiki hii tu tumeona Salasia na George Natembeya wakifikishwa mahakamani. Unadhani walifikishwa mahakamani kihalali kwa makosa, ama ni makosa ambayo Salasia anasema DCI inatumika ama EACC inatumika kuweza kufunga magoli ya serikali? Kulingana na mimi naweza kukubaliana na yule Salasia, kwa sababu inaonekana kwamba mtu yeyote ambaye kidogo anaikashifu serikali ameweza kuonekana kukua declared adui wa serikali. Kwa sababu tetezi zilikuwa kwamba kabla wamshike ama wakimshika walikuwa wanasema kwamba walikuwa wamevuja pesa kima cha bilioni 1.4. Huo Natembeya. Natembeya. Kidogo kufika kotini tunaona ni milioni 1. Ni milioni 1 ambayo wanakisia kwamba alipewa. So ukianza kuona tetezi kama hizo, kama wakili unaanza kukua na red flags ukisema mambo hayaendi sawa. Kwa sababu ukiangalia zile charges unaona how weak they are. Alafu wanamwambia kwamba for 2 months asikanyage katika ile ofisi yake. Hatujaona watu wakifanyiwa hivyo. Kuna watu ambao wamekula pesa mingi. Moses Lennon Kulala alifanywa hivyo. Kuna mambo kadha wa kadha kidogo ukiona kwamba ni zile tetezi tu za kukua anakuarusana na serikali. Ile kujaribu ku clamp down on them kwa sababu hawezi kufunga mdomo. Sasa Kenya sio kama Tanzania unaweza fukuzwa. Sasa Kenya what they do ni kukuwekea mashtaka ili wakuharibie. Kuonesha kwamba wewe pia ni mchafu hata ingawa unakosoa serikali. Na haya ni mambo ambayo tunatarajia. Mimi naombea Salasia na Sakaja na Salasia na Natembeya waweze kusimama kidete. Wasije wakatishwa, kwa sababu ukianza kutishwa na wewe ni mtu ambaye umechaguliwa kusimamia wananchi, hakuna mtu ataongelea wananchi kwa wakati ambao itabidi mtu aongee. Kwa sababu ile political space ni kama tumeanza kuona imeanza kukua clamped down from time to time. Kama kuna tetezi kwamba alipata mlungula, process mpaka mwisho. But kulingana na yeye, mimi ningeweza kumwambia kwamba aweze kujitetea kama Mkenya yeyote. Kuna Wakenya ambao kuna pesa zimepotea. Nimeona leo gazeti kisema sijui 100 billion zimepotea pale poti. Kuna mtu ameshikwa. So ni nini tunaongelea haswa? Haswa ni kusema kwamba sisi kama Wakenya tunafaa kukua macho. Kuna rais ambaye alikuwa wa Marekani aliweza kusema kutetea haki za kibinadamu is a daily affair. Sio msije mkalala. So kama Wakenya tufai kukua tunalala ama tuwezi kusinzia. Na iwapo ndugu yako wako kwa shida, sima uongee, kwa sababu ikifika siku yako atakuongelea. Ndiposa tunaongea Tanzania kwamba mnafanya vibaya, mnawadhulumu watu, mnafaa kuleta constitution ambayo inaweza kukua na uwiano na ile ya kijumuiya na ina constitution ambayo ni ya kisa. Hamwezi kuwa mnatumia constitution ya mkoloni mpaka za leo, miaka 60 baadaye. Hiyo sio haki. Ndiposa tunasema mambo imebadilika. Hata ile ya Marekani kwa miaka 200 imeweza kubadilishwa sijui mara 26. Mbona nyinyi mkuu mna moja kwa hiyo miaka yote? So yangu ni kusema kwamba wasimame kidete, waweze kujitetea, na hizo charges zitaweza kuja kuisha.
Winnie amezungumzia kumchafua ili ndio machoni pa wananchi akai vibaya. Wewe ni mmoja wa wakazi wa Vihiga ambao pia Tawe movement imekuwa ikizungumzwa kule na maeneo jirani kama vile Trans Nzoia, Bungoma. Unadhani hii inamchafua mbele ya macho ya watu ama ndio inamfanya watu wamkubali zaidi sasa hivi Natembeya? Unajua Natembeya anajaribu kutafuta nafasi yake kisiasa. Tumeona Wamunyoro amekuja na chama chake juzi. Kuna Wetangula pale na Ford Kenya, kuna Kigogo Musalia Mudavadi. Na Natembeya, him being a politician, na sasa ni sitting governor wa Trans Nzoia. Chenye anafanya is expected. Na niliona charges zake wakasema sijui acquisition of public property worth ilikuwa 3.2 million na ingine na Salasia wakasema ni hate speech. na as I said, kama ukweli unajua sasa hii ni kitu iko kotini. Siwezi tu sema without facts. Siwezi verify na kusema pengine ni political witch hunt. Kama atatoka kama itaonekana ni kama sio guilty, well and good, atakuwa hero kwa sababu ameweza kujionyesha ni kama ni against the wave kule Western, lakini vile nilisema na nikaanza kusema Natembeya being a politician anajaribu tu kuwa mwanasiasa na kutafuta nafasi yake ili ikifika kwa bargaining table akuwe na watu nyuma yake. Hauoni inamuinua kisiasa kumkamata huku kwa hali ambayo ilionekana ni kama wanasiasa wanasema ni ilikuwa kisiasa? Kwangu akipatikana guilty haimuinui kisiasa. Na kama atakuwa free ni kumuinua kisiasa kwa sababu hata tukiangalia watu wamepigania demokrasia, the likes of Raila Odinga, kina Orengo, kina nani, Muite, kina Martha Karua, huyu mama, ukishatoka ni kama huna makosa, unaona uko elevated as far as political supremacy. Lakini kama ni uongo wanajaribu kumkata miguu, hii inaweza kuwa mbaya kwa sababu ni kumdhulumu, lakini pia ni siasa. Naweza tu sema Natembeya atafute wakili kama mwenzangu hapa, naona ni wakili A-grade, enda usaidie mwenzetu kule. Kama atakuwa not guilty ni sawa. Na Salasia vile vile, hii mambo ya kusema ni hate speech, Salasia ni siwezi muita Gen Z. Anajita Gen Z lakini si Gen Z, but is relatively young. Salasia kwanza ni millennial. Ni millennial. Hii millennial ya nyuma. Kwanza wacha nimpatie maua yake before maybe nimkosoe 1-2. For him to be what he is, hana jina kubwa nyuma yake. Alitoka kwa background ya umaskini na ndio huyu ukienda kule Nyeri, Diani huko Kilifi, nani ajui Salasia? Ni kwa sababu pia amejitafutia brand, ni comical na sijui kama ground ana deliver. Ningependa I'd like to clap for Salasia being as young as he is and being where he is, si mean fit. Lakini pia kitu naweza kosoa Salasia kidogo, awache juvenile politics. Juvenile politics. Akishasimamia kitu asema anataka kutetea mwanadamu, anataka kutetea raia, akwe objective. Sijui kama unanielewa ama viewer ananielewa. Tueleweshe tu muelewe. Akwe objective, awache sarakasi. Unajua Salasia sometimes anakuja na sarakasi. Mara analia, anatoa shati. Unajua pia kumchukulia sira zitakuwa ni ngumu. Wanasema anajipendekeza kwa vijana. Na kujipendekeza kwa vijana lazima uanze kufanya vituko vya vijana hao wa Gen Z. Yes, anajipendekeza kwa vijana, which is all right, lakini remember ukitafuta kura, vijana is just part of the constituency. Kuna millennials, kuna Gen Z, kuna Alpha, kuna X, kuna baby boomers, wote watavote. Si anataka urais kwa sababu as he appeals to the younger generation, akwe aljaribu kidogo aweke aromatia maturity. Hapo ataenda mbele. Salasia azipange vipi siasa zake Gibson? Manake pia ni mmoja aliyetajwa pakubwa. Salasia niweza kumuongelea kwa pande mbili. Vile mwenzangu ameweza kwamba yeye ana sarakasi na ile sarakasi imempea jina katika taifa letu. Bora watu wengi angemjua, mimi singemjua. But ukiona vile watu waliweza kumpigia kura ni kwamba
ni mtu ambaye kidogo alikuwa chini, mtu wa iba ya chini, na ameweza kutokea. Hata gari hakuwa anajua kuendesha, amekuja kujulia parliament kuendesha gari pale. Na hiyo ni mambo ambayo kidogo inaweza kuwafutia Wakenya, kwamba kuwapea imani na ile hope kwamba unaweza kutoka pale chini na unaweza kufika pale juu. Sasa mahali ambapo Salasya anaelekea ni yeye mwenyewe aamue kwamba hizo sarakazi kama ni vitu ambayo inaweza kumsaidia mbele ama ni vitu ambayo inamharibia. Yangu ya pili ni kwamba Salasya anaonekana kwamba yeye ndio mtu ambaye anatetea haki za kibinadamu kwa ile hali ya kuongea, ile kuvuta ile demokrasia yetu iweze kuonekana kwamba kuna freedom of expression ambayo ni constitution. Ile hali ambao waliweza kumshika na kumshtua, sijui kuharibu miguu za gari, alafu walinzi wake wakanyang'anywa bunduki, ndio kidogo naona ni kwamba ni kama kutumia zile vyombo za serikali kuwaweza kuwatisha ama kuwashurutisha wale watu ambao wanaonekana kwamba wako na freedom of speech, wakipractice hiyo freedom of speech. Na hiyo ndio vitu ambayo tunakemea na tunakashifu, kwa sababu kama kuna kosa lolote alifanya, mngempea notisi, mwambie siku uweze kutokea katika kituo fulani ili uweze kujieleza kwa madai fulani na fulani. Sio kuanza kwenda kumuili kwa barabara ni kama ni terrorism. Hiyo high-handedness ama heavy-handedness from the side of government ni kitu ambayo tunafaa kuongelea kama Wakenya, kwa sababu tumeanza kuona imeanza kukita misisi sana, na serikali inatumia zile vyombo ili kuwashurutisha na kuwashtua wananchi ili mtu aweze kuogopa. Hiyo ndio mambo inaendelea pale Tanzania, tuitarajii humu. Hiyo ni mambo ambayo inaendelea pale Uganda, tutarajii kukuwa na hayo mambo humu nchini Kenya. Kenya ni taifa huru ambalo tunajua kwamba kama mtu amekosa anaweza kupelekwa mahakamani na anaweza kupewa summons. Kwa sababu asipochukua zile summons ndio mnamuendea, mnamshika. But kama mjapea mtu summons zote, ni mbunge wa parliament. Ndiyo. Ni mtu ambaye kila wakati ako na afisa wa serikali. Na lazima utajua wapi atakuwa. Utajua kila mahali yupo. So asipokuja mtaenda mchukue. So hakuna haja ya mbwembwe, hakuna haja ya kutia sarakasi na kujaribu kutumia vyombo vya serikali ili kuonesha kwamba mna nguvu. Serikali lazima iende polepole, ianze kuangalia sheria na kufanya kila kitu kulingana na mpangilio ambao constitution imepeana. Asante. Nichukue hiyo kama kauli yako, maana ni kauli nzuri zaidi. Kwa sekunde 30, Winnie, kauli yako kufunga ni ipi? Kama Wakenya inafaa tuambie viongozi wetu kukuwa responsible, kama tukio imefanyika Tanzania ambapo tumeona wenzetu wameshikwa, wamegandamizwa. Viongozi wetu wakue kipaumbele kuonyesha way forward, tukue patriotic, tukue wazalendo kama Kenyans. Hii mambo ya kutokuwa patriotic na kuangalia Winnie kama ni mrengo wa A na we ni B, tuache. Tutaanzia hapo. Even as we try to condemn our leaders, mimi kama Winnie Majani huyo wa chini ama Suleiman, unafanya nini kukuwa mzalendo? Hizi vitu zinatokea Tanzania, Uganda ama sijui wapi kama AU. Kuna vile tunaweza fanya bora zaidi. We can do better as a country kama tutakuwa wazalendo. Patriotism, hiyo ndio parting shot yangu. Asante sana. Uzalendo ndio moja ya vigezo ambavyo amevirai Winnie Majani, ambaye ni mwanasiasa na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa. Nimshukuru sana pia mwanasheria Gibson Kisore kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya na kutufafanulia na kutudadavulia kwa kina. Tupate pumziko fupi, tukirudi tuangazie baadhi ya taarifa ambazo zimejiri kwa sasa.